Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, makala Zilizala Viwanjani. Mchujo wa kusaka kikosi cha timu ya taifa ya magongo ya wanaume unaendelea ugani City Park. Timu hii itawakilisha Kenya katika dimba la magongo Afrika Oktoba mwaka huu nchini Misri. Na mjiunge na mwanahabari mwenzangu Davis Mberi ambaye ametangamana na kikosi hiki. Timu ikoje na wale ambao wanajiandaa wanasemaje kuhusiana na mashindano haya ya Misri ambayo yataandaliwa mwezi wa Oktoba mbele? Naam, shukran zaidi. Tupo katika uga wa magongo wa City Park jijini Nairobi ambako timu ya taifa ya magongo kwa wanaume inapasha misuli, na ni baadhi tu ya mchakato wa mchujo ambao utakuwa unaamua hasa wachezaji wepi watakuwa wanaingia katika kikosi cha taifa tayari kwa ajili ya michuano ya bara Afrika ambayo itakuwa inaandaliwa hasa mwezi Oktoba mwaka huu tarehe 11 hadi tarehe 18. Nitakuwa nazungumza na baadhi tu washikadau wakiwemo wachezaji sawia pia na benchi la kiufundi likiongozwa na kocha wa timu hii ya taifa ya wanaume. Nitaanza na mchezaji hasa wa timu ya taifa ya wanaume. Karibu zaidi kwenye Zilizala Viwanjani. Tuanze tu kwa majina kisha mazoezi yapoje? Asante sana. Kwa majina ni Ivan Ludiali, mchezaji wa magongo wa Kenya. Unavyoona mazoezi ni mazuri, tumeanza polepole lakini tumefurahia kuwa hapa. Tuna prepare polepole kujiandaa kwa championship. Mazoezi haya yanatumika kusaka kikosi cha timu ya taifa. Wewe kama mchezaji mzoefu wa timu hii, pakubwa unaona ni nini tofauti na maandalizi ya hapo awali na mashindano ya hapo awali? Siwezi zungumzia maandalizi ya soa kwa kuwa ndio tumeanza. Hii ndio wiki yetu ya kwanza. Kwa hivyo tunatumai championship kwa Oktoba tutapata enough time ya kuprepare. So ndio tumeanza tu, but we are hoping it will be well. Yes. Baadhi ya maeneo ambayo unashughulikia sasa hivi ni wapi? Saizi we are working on our physical fitness. We want to improve on that. That's the basis. Then of course coach atakuja na tactics, tuanze kujel kama team. Naam. Bwana, tusidanganyane, ni michuano ambayo itakuwa mizito zaidi, na humu ndani mnasaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia 2026. Pengine ni timu ipi ambayo kivyako unaiangazia zaidi, unajiandaa kukutana nao vilivyo? Siwezi sema ni timu ipi hasa kwa kuwa sote sisi ni washindani. Kwa hivyo ukiangalia hoki ya saizi ya Afrika, timu zote zimejipanga sawa sawa. Kwa hivyo siwezi sema naangazia timu moja pekee. Ni sisi kuangalia system zetu na kukabiliana na opponents wote vile wanakuja. Mchezaji mzoefu, pengine unazungumziaje wachezaji wenzako bwana? Kisaikolojia wako vipi sasa hivi? Kisaikolojia wengi wanaendelea na ligi ya Kenya. Kwa hivyo I think itachukua muda kuswitch kwa kutrain sasa kwa championship ya national team. Lakini natumai tukizidi kuwa pamoja tutaimprove. Naam. Tukimalizia, changamoto zipi ambazo unahisi kwamba zinafaa zishughulikiwe na kutatuliwa ambazo zinawakumba? Tuna changamoto mingi. Moja, unaona uwanja wetu huu ni kwa muda sasa. Kwa hivyo uwanja wa kuchezea, na pia hockey is an expensive sport. Kwa hivyo tunahitaji wafadhili ya mipira, hockey sticks. Tukiweza pata corporate sponsors wanakuja in kusponsor the national team, itakuwa better. Kwa mashabiki wetu tuomba mzidi kutusupport. Sisi kama wachezaji tutatia bidii. We will do our best na wasife moyo na sisi. Naam. Shukran sana. Huyo ni baadhi tu ya wachezaji ambao wanasema kwamba mashabiki wakae ange na wasife moyo. Tayari watakuwa na ipeperusha bendera ya Kenya, na malengo makuu ni kuweza kuingia katika mabano hasa ya kuweza kutoa ubingwa wa barani Afrika. Sasa hivi niweza kusema mambo mawili matatu naye kocha wa timu hii ya taifa. Kocha, karibu zaidi kwenye Zilizala Viwanjani. Tuanze tu kwa majina kisha bwana, vijana wakoje pale mazoezini? Asante. Kwa majina naitwa Malungu Michael, kocha mkuu wa timu ya wanaume wa Kenya. Vijana wako sawa, wanajikaza sababu wameitika ule wito wa kuja kujiandaa kuchezea timu ya taifa. Wito wameitika pakubwa. Kikosi cha wachezaji wangapi ambacho upo nacho sasa hivi? Kwa sasa
Kikosi ni kikubwa. Tunaongea between 40 to 50 players ambao tunatarajia tupunguze hadi about 35 ili tuweze kuwa specific kwa training yetu. Yeah. Wale 35 wangapi ambao watakuwa naingia pipani kupaa kushiriki michuano hii ya dimba la Magongo Afrika? Mwishowe tutatoka kutoka 35 tuje 25, alafu 18 peke yao ndio wataweza kuwakilisha nchi ya taifa. Yeah. 18, hii inamaanisha kuna hasa vitu ambavyo unaviangazia zaidi wakati upo pembeni mwa uwanja ukitoa maelekezo. Ni nini hasa ambacho unaangalia kwa wachezaji kuweza kuingia katika 18 hao wa mwisho? Mwanzo tunaangalia uzoefu wao kwa sababu hawajaanza kucheza mchezo wa magongo. Kuna wale wamekuwa wakiwakilisha nchi ya taifa kwa muda, kwa sababu within huu mchezo kuna ile tunaitwa long term athlete development. So wameweza kukua through the system ya development, wamewahi wakilisha nchi katika vitengo tofauti. So tutaangazia wale wachezaji ambao wako na uzoefu. Kuna wale pia ambao wametoka katika timu ya vijana chipukizi. Juzi uliona timu yetu ilikuwa Namibia. 2 years ago kuna wale walikuwa Ismailia. So pia hao tumekuwa tukiwaangalia kwa huu muda wote. So tutawaangazia pia waweze kupata nafasi katika timu ya taifa. Yeah. Kocha, unazungumziaje hasa nafasi ya Kenya katika dimba hilo? Manake ni tiketi tu moja pekee ya kuingia kombe la dunia. Sio rahisi kwa sababu ukiangalia kuna wenzetu wako na ranking ya juu. Kwa mfano timu ya taifa ya South Africa, Misri, Ghana wako juu yetu, Nigeria wako juu yetu. So tutatia bidii kwa sababu tuko na muda ambao tunaweza jiandaa ili tuweze kupata matokeo mema. Na pia kumbuka tunaangazia medium term. Short term tunataka tupate tikiti. Na kwa Wakenya wenzangu ile nawaomba ni watu support na wakuwe wavumilivu na wa trust the process. Eventually we will make it as a country. Thank you. Shukran sana kocha na kila laheri. Asante sana. Huyo ni kocha wa timu ya taifa ambaye amezungumza nasi akituambia kwamba anatumia mfumo wa hybrid kuweza kupata kikosi hasa cha wachezaji 18 ambacho kitakuwa kinapaa hasa nchini kule Misri kwa ajili ya hasa michuano ya dimba la hasa magongo barani Afrika. Na mule ndani Kenya watakuwa wanasaka kuweza kutamba kiasi cha kunasa tiketi ya kuweza kushiriki hasa kombe la dunia. Pakubwa tunawatakia kila laheri na tutakuwa tunafuatilia jinsi haya yote yanavojiri. Kutoka katika uga wa Magongo wa City Park na rejesha rasmi studioni kwake Hassan Juma. Naam, tutoke hapa nchini